Asifiwe. Shalom, mtumishi wa Mungu mnaofuatilia mafundisho yetu pamoja na maombi kutoka taifa lolote. Nawakaribisha tena kwenye nafasi nyingine ambayo Mungu ametupa. Leo ni siku yetu ya 7 mfululizo tukiangalia madhara ya kurithi kiti, na tumeona changamoto mbalimbali na tumeona namna ambavyo tunaweza tukarithi kiti cha kifalme cha Mungu aliye hai, na kikatusaidia namna ya kushughulikia madhara na tukana kuketi pamoja na Kristo. Lakini jana tumeona tumenunuliwa kwenye madhara ya viti vya enzi kutoka ndani ya taifa, lugha, jamaa na kabila, na tukafanywa kwa ufalme na makuhani, tunamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo kununuliwa kwetu kutoka kule kwenye zile falme, kutoka kwenye koo, kwenye kabila, tukafanywa tunaporithi pamoja na Kristo, tunamiliki juu ya nchi pamoja naye. Bwana asifiwe. Leo ni siku yetu ya 7 tunapohitimisha kipengele hiki cha pili, na pima tutaanza tena hatua nyingine ya kuingia ndani zaidi kuangalia wapi sasa mifumo ya utendaji kazi wa kiti. Tutaangalia hapo mbele, lakini sasa tutakomea hapa siku ya leo. Tutaanza kipindi chetu cha 3, lakini yote tunaendelea kuangalia habari ya viti vya enzi. Leo tunaangalia kipaumbele unapokaa kwenye kiti. Kipaumbele ambacho unatakiwa kifanye unapopewa kukaa kwenye kiti. Kitabu kile cha Mathayo 6 na mstari wa 33. Yaani kipaumbele ambacho Mungu anakidai anapokupa kuketi kwenye kiti, unaporithi kiti cha Kristo, unapoketi pamoja na Kristo, unapopewa kumiliki juu ya nchi. Kipaumbele kipo kwenye Mathayo 6 mstari wa 33. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nitarudia, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna kutafuta vitu vingi. Kuna maisha yako, kuna familia yako, kuna mahusiano, kuna mambo mengi. Lakini kwenye itifaki ya kwanza, unapoketi kwenye kiti cha kuketishwa na Kristo, unapopewa kumiliki juu ya nchi, kipaumbele cha kwanza ni kutafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Kuna ufalme wa Mungu ndani ya maisha yetu, kwamba ni ufalme unapewa kipaumbele kwenye kila jambo unalolifanya baada umepewa kukaa kwenye kiti. Baada umerithi kiti na Kristo, kipaumbele chako kikuu kabisa ni ufalme wa Mungu, anasema na haki yake. Kuna haki ndani ya ufalme. Kuna haki za msingi ambazo unatakiwa uzifunue. Mungu anapotaka ajidhihirishe wazi, anataka apewe kipaumbele. Okay, Mungu amekubariki kutoka kwenye kiti, ukapata pesa nyingi, ukapata mafanikio mengi. Kipaumbele chako kwenye hizo pesa ni nini? Na haki za ufalme hapo zinatimiaje? Kwa sababu kusudi kubwa la ufalme ni umiliki hapa kumwakilisha Kristo, umiliki hapa kuwakilisha ufalme wa mbinguni. Ndani ya kuwakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani, kuna utendaji kazi unaohitajika, na ndani ya huo utendaji kazi kuna vitu ambavyo natakiwa upewe vikusaidie kufanikisha kazi ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Siku moja Mungu alinisemesha, nilikuwa na tafakari mambo kadhaa, nilikuwa naongea vitu kadhaa. Mungu akanisemesha neno ambalo lilinitia moyo sana. Akanisemesha, akanipa picha, akaniambia hebu jifunze. Mimi Mungu
nikupeleke shambani nisikupe na jembe la kulimia shamba? Kamuuliza Mungu, unamaanisha nini? Akaniambia, ninapokutuma kufanya kazi yangu, nina kila kitu ambacho unakihitaji ili kazi yangu ifanyike. Hata changamoto kwetu wa Kristo au watumishi wa Mungu, Mungu anapokutembelea, kipaumbele cha kwanza ni maisha yako, alafu ufalme wa Mungu baadaye. Sasa kama ndani yako kipaumbele ni maisha yako, huwezi ukapata haki za ufalme kwenye kiti. Utaketi kama Mkristo, utakuwa kama Mkristo, lakini kuna haki za ufalme wa Mungu kwenye maisha yako hazitatokea, kwa sababu Mungu leo anapokaa kwenye kiti, ueneze ufalme wa Mungu kwa njia mbalimbali. Njia mojawapo ni kuhubiri Injili, njia mojawapo ni maombi, njia mojawapo ni utendaji kazi ya Mungu, kusapoti yatima, kusapoti wajane, kusapoti kazi ya Mungu kwa namna moja au namna nyingine. Kwa hiyo unapopata kiti, Mungu anataka utendaji kazi wako ndani ya kiti, kipaumbele cha kwanza ni ufalme wa Mungu. Sasa tafakari pamoja na katika maisha yako. Kwa mfano, wewe ni mwanamume, una mke, una watoto, una vitu kadha wa kadha vinakudai. Kwa hiyo unapopata chochote kwenye maisha yako, ufalme wa Mungu unataka kwanza. Ukishatoka kwenye ufalme wa Mungu kwanza, haya mengine unazidishiwa. Sasa kwa nini tunakwama kwenye utumishi? Kwa nini tunakwama kwenye familia? Ni kwa sababu kipaumbele chetu hatujaweka utumishi, kipaumbele chetu hatujaweka ufalme wa Mungu, kipaumbele chetu tumeweka kwanza maisha yetu, kipaumbele chetu tumeweka kwanza sisi, kipaumbele cha kwanza mke, kipaumbele cha kwanza watoto. Ukishawaza habari za ada za watoto, hakuna cha Mungu chochote kinaweza kikafanyika. Unapowaza habari ya kutunza mke, akili yote inakalia hapo. Kama ni mwanamke, unapowaza habari ya familia yako, akili na. Kwa hiyo Mungu anapokutembelea, akiukagua moyo wako, unaona kipaumbele ni maisha yako. Sasa ndio maana akasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo tafuta kwanza kumpa Mungu nafasi namba moja kwenye kila kitu ambacho nakifanya juu ya nchi. Ukishakifanya cha Mungu kwanza, hapo umekaa kwenye kiti kihalali, kwa sababu ufalme wa Mungu unataka kwanza upewe kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo una majibu halisi. Je, kuna haki za ufalme naziishi? Je, kipaumbele ni ufalme wa Mungu? Sasa wengine kipaumbele ni dini zao, wengine kipaumbele ni huduma zao, wengine kipaumbele ni maisha ni nafsi yake. Biblia inasema asiye atakayenifuata naye aiangamize nafsi yake anifuate, lakini asiyekubali kuiangamiza nafsi yake hawezi kunifuata, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kama kipaumbele ufalme wa Mungu, kuna kujitoa zaidi ya kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo tuombe neema ya Mungu, neema kutusaidia kuweka kipaumbele ufalme wa Mungu. Wapendwa, nafsi ya mwanadamu ina vita kubwa sana kwenye kutoa kipaumbele ufalme wa Mungu. Nafsi mara nyingi nasema mimi kwanza, nafsi inasema mimi kwanza, ufalme unasema kwanza mimi, nafsi inasema kwanza. Kwa ili kuishinda nafsi, lazima uombe neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu ikubebe ili uweze kushinda vita ya nafsi. Omba neema ya Mungu ikuwezeshe ili uweze kuikontrol nafsi yako, ili kubali kutoa kipaumbele ufalme wa Mungu. Na nafsi lazima tuitoe dhabihu kwa Bwana. Kwa tunapenda kuomba neema Mungu ituwezeshe
ili kutoa kipaumbele ufalme wa Mungu, ili tunapoketishwa au tunapokaa kwenye kikao tumeketishwa, kimzalie Mungu matunda mpaka Mungu afanye mambo makubwa zaidi. Kwa nini? Tumemzalia matunda. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni mapenzi yako Mungu kwamba kipaumbele chetu kiwe ufalme wako, maana umesema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mungu, tunaomba uturehemu, tunaomba tusamehe, maana katika mambo yote tumejali kwanza maslahi yetu, katika mambo yote tumejali kwanza nafsi zetu, katika mambo yote tumejali sana sisi kuliko wewe. E Bwana, nasimama kwa toba kwa ajili yangu na watoto wako ambao wanafuatilia mafundisho haya kutoka nchi mbalimbali, wanafuatilia mafundisho haya kutoka mikoa mbalimbali. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, inapomoka Mungu mbele ya madhabahu yako katika damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, naomba toba, naomba rehema. Mungu turehemu, Mungu tusamehe, tusamehe, maana Baba tumetoa kipaumbele maisha yetu, tumetoa kipaumbele familia zetu. Baba, ufalme wako tumeupa namba 2, namba 3 au namba 7, lakini kuna vitu tumevipa kipaumbele. Ndio sababu Baba tumekwama, ndio sababu hudhihirishe utukufu wako, ndio sababu hatuoni matokeo makubwa, ndio sababu hatuoni utukufu wako. Bwana Baba, ninaomba toba, naomba rehema katika jina la Yesu. Yako mambo mengi yamezidia kwenye maisha yetu, ni kwa sababu ya ubinafsi, ni kwa sababu ya uchoyo. Baba, nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu, maana unasema atakaye kunifuata aiangamize nafsi yake. Baba, tumeshinda kutengeneza nafsi zetu, nafsi zetu zimeshika vitu, nafsi zetu zimesimama na vitu, nafsi zetu zinadai vitu kinyume na ufalme wa Mungu kwanza. Baba, katika jina la Yesu, naomba neema yako juu ya watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya Baba kutoka mataifa mbalimbali. Naomba neema yako ndani yao, ili nafsi ziseme ufalme wa Mungu kwanza, ili ule utuzidishie ufalme wa Mungu kwanza, ili uwazidishie unayofuatilia kutoka maeneo popote pale. Naomba neema Mungu iwe juu yako, ili uwe na maamuzi ndani ya moyo wako, uwe na maamuzi ndani ya nafsi yako, uwe na maamuzi ndani ya hisia zako, ya kwamba katika mambo yote ufalme wa Mungu kwanza, maana unapotoka ufalme wa Mungu kwanza, Mungu anakuzidishia. Baba, katika jina la Yesu, mkono wako wa juu watoto wako sahihi, mamlaka yako iongezeke ndani yao, ikashinde ubinafsi. Neema yako iongezeke ndani yao, ikashinde ubinafsi katika jina la Yesu. Ule ubinafsi tulio nao ambao unasababisha tushinde kuifanya kazi yako, ambao unasababisha tushinde kujenga ufalme wako, ubinafsi tunaushinda kwa damu ya Yesu. Ubinafsi tunaushinda kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ila kilichosimama kinachotuzuia kupiga hatua kwenye ufalme wako, ila kinachosimama kutuzuia kupiga hatua kwenye kuifanya kazi yako, Baba, nasimama na damu ya Yesu. Hiyo damu isitupe kushinda nafsi zetu, hiyo damu isitushinda kila madhaifu, ila mapungufu yetu, ila madhaifu yetu ambayo yanatufanya tushinda kusimama na kusudi lako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba, dhihirisha neema yako, Baba, dhihirisha fadhili zako, Baba, dhihirisha na mkono wako katika jina la Yesu.
Yesu wa Nazareti, neema yako itubebe, neema yako ituwezeshe pale ambapo tumeshinda kutoa kipaumbele ufalme wako. Neema yako itubebe Bwana, maana umesema mtu unaozaa matunda tauelekeza pale lizee zaidi. Unatamani tukuzalie matunda ili Bwana majeshi utuongeze zaidi, ili sababu ukasema utatuzidishia. Tunapotapa kipaumbele ufalme wako Baba, tunapata madhilisho. Hiyo neema iwe ndani ya watoto wako, maana unasema tutafundisha na Bwana Roho Mtakatifu utakufundisha watoto wako wanaofuatilia Bwana maombi haya kutoka kwenye magrupu ya maombi, kutoka Bwana Facebook na YouTube, katika jina la Yesu. Neema yako idhihirike, wokovu wako udhihirike, na msaada wako udhihirike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi kuna mazingira gani, haijalishi kuna vita gani, haijalishi kuna mambo gani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya mkono wako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya fadhili zako, katika jina la Yesu. Nauliza mamlaka yako, nauliza nguvu zako, nauliza msaada wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa hata siku moja, hujawahi kushindwa Yehova, hujawahi kushindwa Mtakatifu wa Israeli. Hiyo Baba, ninalitia jina lako, nikiomba mamlaka yako na nguvu zako. Ninalitia jina lako, nikiomba nguvu zako na msaada wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, neema yako ndani ya watoto wako, neema yako ndani ya watumishi wako, wape kushinda Baba, wape kushinda udhaifu, wape kushinda udhaifu ambao unawafanya washinda kutoa kipaumbele ufalme wako. Baba, tunaweza mambo yote katika ututie nguvu, ukawatie nguvu watoto wako ili tushinde dhidi ya kushinda, katika ututie nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Amen. Mungu awabariki. Kumbuka mnafuatilia YouTube, naomba Mungu akutie nguvu. Account yangu bado mchanga, unaweza ukasubscribe kwenye account yangu hapo ili kuongeza subscribe wengi, ili tukuze huduma. Natarajia kuboresha zaidi huduma, kwa ukipata hiyo neema unaweza ukaifanyia kazi. Lakini mnaofuatilia Facebook, account yangu imeshajaa. Unaweza ukashare, unaweza ukalike, unaweza ukakomenti pia kitu gani Bwana amekufanyia. Kuna watu nimeona Bwana amefanya mambo makubwa kupitia mafundisho haya, basi unaweza hata kuingia inbox ukasema mtumishi, namshukuru ushuhuda wote. Unaweza kutuma, namba inatembea hapo kwenye screen yako, unaweza kutuma ujumbe wote kwamba nimemwona Bwana kwenye hili. Basi Mungu akutie nguvu, akubariki. Amen. 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 Amen.